Moja kati ya vitu ambavyo vimeshamiri kuna mitandao ya kijamii ni kuhusiana na madamu wetu ambaye ni Miss Tanzania 2016 ambaye ni Wema Sepetu. Moja kati ya watu ambao waliimbwa sana kipindi hiko, hawana mtoto. Lakini leo alhamdulillah ameposti kwenye ukurasa wake na watu wengi wameshare posti ambayo mwenyewe ameposti kwamba amepata mtoto wa kiume. Natamani nisikie kutoka kwako kama mwanamama, kama mwanamke, ukiona vidole vingi mtu unasemwa kwa kukosa mtoto, mwisho wa siku mara baada ya kilio cha muda mrefu na kwenda kupata mtoto, furaha gani huwa unaipata kwa muda huo? Furaha inakuwa kubwa. Furaha inakuwa kubwa, sio mtoto tu, hata ndoa. Inapokuwa ndoa ya kwanza na kwenda kuolewa, isitoshe mtoto anakuwa na furaha kubwa, haswa kwa mtu ambaye amesubiri muda mrefu, ambaye amesemwa maneno mengi, yule azai mgumba sijui nini, leo katoa mimba nyingi, kakatoa utumbo, leo Mungu kanipa kile nilichokuwa na kitamani. Mungu ameweza, kwa sababu hata Mungu anapokujalia unatakiwa uwaonyeshe watu, ili mradi uwe mfano kwamba Mungu yupo na ametenda. Binafsi ulikuwa unasikia maneno ambayo Wema anasemwa sana kama yeye mgumba, kama hivyo sijui kakatwa utumbo, hatozaa maisha, mambo mengi kadha wa kadha ya kumvunja moyo kwenye jambo zima la uzazi. Kama mzazi ulikuwa unajisikiaje kuona mtoto wako, mwanamke mwenzako anakutana na kadhia kama ile kusemwa? Kusema kweli, mimi kama mimi tabia ile yani ilikuwa inaniuma, na mimi nilikuwa naona watu wanapenda kuingilia kazi ya Mungu. Mimi naweza kukupa mfano halisi uliokuwepo kwenye familia. Mimi ni wifi wa Liama Ali. Mume wa Liama Ali, kutoka mimi kuzaliwa ndo mume wa Liama Ali. Liama sasa kwenye ndoa yake ana mwaka wa 10 na mbona hawana mtoto na familia tupo, tunacheka, tunafurahi, tunapanga, tunapangua, mwanzo mwisho. Hauwezi kuingilia kazi ya Mungu. Hatumsemi, na ndio maana tuko naye mwaka. Wafikiria mawifi kwa jinsi Liama Ali alivyo, afu sasa angepata familia na hivyo mambo yangekuwa lakini tunamtanguliza Mungu mbele. Kama sio leo basi kesho, na kama haikuwezekana basi ndio Mungu alivyopanga. Kubwa maelewano. Liama mwenyewe anaamini kwenye hili kwamba Mungu yupo siku atanipa? Anaamini kwa sababu mayai hajalia chipsi. Si ana mtoto? Na sisi tuna imani. Kama sio kesho kutwa Mungu atatenda jambo. Na ndio maana tuko naye mwaka wa 10 na tunapanga, tunapangua, tunacheka, tunafurahi. Maisha yanaendelea. Kwa Wema kama imekuwa tofauti hivi, wapo ambao wanampongeza kwa mazuri kwa hiki ambacho kimetokea, wengine wanamsema ni mapema sana. Watu wangetamani labda walau birthday yake mwaka wa kwanza na mposti, au miezi 6 au hata mwezi. Alhamdulillah walau mtoto wangu ametimiza mwezi, mtoto hata wiki bado unakwenda kumwanika mitandaoni. Unaichukuliaje kama mzazi? Na watende wao. Wengine tumbo tu mtu analiposti, sio mtoto, tumbo tu, anavua nguo nzima anaposti tumbo kama lilivyo. Itakuwa yeye leo mtoto? Ajabu. Mwache aposti bibi wendo hao, kesho na kesho kutu atasema mtoto alizaliwa hana mguu. Mwache na mposti mwanae. Wema hajakosea? Hajakosea kwangu mimi. Pepa anasema alichokifanya. Hao wanaosema leo sijui nani, kesho ndo atakaosema alizaliwa jicho moja hana. Bora alivyowaonyesha kwamba ana miguu na mikono. Wema kafanya hivi makusudi awaonyeshe watu kwamba nina mtoto aliyekamilika. Ndio. Husda nyingi lakini potelea mbali. Kama husda aliweza kupambana nazo juzi na jana, ndo basi tena. Wewe kama ungekuwa ndoza ndo mama yake na Wema Sepetu, kwa hiki ambacho mtoto wako amekifanya, kajifungua mjukuu wako wa kwanza, ndio wewe unamposti, ulikuwa umeridhika kabisa? Kwa mimi nimeridhika. Na kwa mimi nimendona kwambia na watende wao wanaanza kuliposti tumbo itakuwa mtoto. Mimi nimeridhika kwa alichokifanya. Kaonyesha kwamba Mungu anaweza, anatenda. Kwa sababu kila mtu alikuwa anasema lake tumbo lile la plastiki. Sio kweli, matambaa yale hawezi kuzaa. Leo kiko wapi? Na mtoto yule wa kinyago au wa kuchonga. Wengine wamecomment sasa bado Zuchu. Wema tayari sasa bado Zuchu na yeye wala tumuone mtoto wake. Kwa baraka zake Mwenyezi Mungu naye itafika wakati wake. Kila jambo kwa wakati. Semekana naye ni mjamzito, hujasikia hii? Kusikia tumesikia maneno yanayosemeka mitandao. Mimi kama mimi sijamshuhudia kwa macho kusema ana tumbo ana nini, hapana. Lakini kama ni kweli hayo, tunasema alhamdulillah rabbil alamin, kwa sababu wasanii wanaongea
tunaongezeka, wana tasnia tunaongezeka, ndio vizuri, ndio tunachokiomba. Sawa, neno gani unahisi itakuwa ni la busara zaidi kuweza kumwambia Wema kwa muda huu? Azidishe imani, azidishe imani kwamba Mungu yupo, aliyempa mtoto ndiye atakayemkuzia, na mimi nachomshauri asichelewe, kwamba Mungu anaweza. Yani Mungu ndio kaonyesha tu kwamba mimi ninaweza, alafu wengi wametahayuli sasa, kwa sababu wameongea mengi, wamemchamba, wakambihua, lakini Mungu kamwambia ipo siku mimi nitakupa. Kwa hiyo ndo kama hivyo amepewa mtoto wa watu, mwache enjoy na mtoto wake. Jamani, mtoto raha kwanza, haswa mtoto wa kwanza, alafu ni wa kiume. Alafu wa kiume sasa umepata baba yako mzee mwenye Sepetu, kwani asijidai? Hao ni wapita njia, achane na Wema. Angalie nini angalie nini Mungu amempa. Kama Wema na Whozu wangekupa nafasi wewe kumpa jina yule mtoto, ungemuita nani? Mimi ningemuita mzee Sepetu. Ala, kwa sababu ndio baba mwenyewe pale. Kwani yani kwa sababu mtu uliomuona labda baba watoto labda angechagua jina jingine, lakini mimi naomba wanangu yule ndio Sepetu mwenyewe. Sepetu Whozu. Umeona alipotulia jina hilo? Mungu mkubwa bwana. Watesi wengi wamechukia. Wale ambao walikuwa namsema na wengine wanasemaje? Mapema kwa nini anamposti? Wamuache babu we. Na hizo zote ni kudra za Mungu, wao binadamu hawawezi. Mbona mapema nini? Mwache ajiachie jamani, mtoto wa kwanza. Nimekwambia baba, mtoto wa kwanza. Hata wiki bado. Kwani vipi jamani? Kila mtu na matakwa yake. Hakuposti yenyewe, saa nyingine baba naye kasema mzee Sepetu mtupie. Wakati wameelewana, si ndio? Sio yeye peke yake kwamba kaamua, yule wameelewana na mume wake kwamba sisi tumposti mzee Sepetu. Sasa kuna ubaya gani hapa? Jamani, watu waache fitina, waache watu wafaidi, waache watu wafanye mambo yao, waache watu wafurahie mtoto wao wa kwanza, wale raha zao. Mwache Wema Sepetu enjoy jamani, ashasema sana mtoto wa watu. Hata yule mzazi mwenzetu kwa kweli pia ana moyo, ana uvumilivu. Lakini kama ni mzazi mwingine unaweza kufa kwa ajili mwanao anavyosema. Ufikiri si wazazi tunafurahi kwamba watoto wetu anasema alafu sisi tunafurahia? Haiwezekani. Kwa hiyo yeye mzazi mwenzetu pia ana nini? Ana uvumilivu. Na pia labda ndio kwenda mfariji sana wa Wema Sepetu na Whozu, angalau wawe watulie wakisubiri kudra za nani? Za Mwenyezi Mungu. Leo hii wamepata mtoto, maneno ya nini? Na Wema na maadui wengi, kumbuka. Usiposti huoni kama unawapa nafasi maadui kupenyeza yao? Yani ana maadui wengi, lakini hasada mbele ya Mwenyezi Mungu watashindwa na watalegea. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna adui hata huyu. Kwa nini walifanya uadui na leo hii kapata mtoto? Sasa wanashindana na kudura za Mwenyezi Mungu. Yani mimi nachosemea hivi, Wema Sepetu afanye anavyoweza. Huu ni ulimwengu, kama kusema sana kasema, lakini kafanikiwa. Mtoto kampata. Sasa leo kama kuna hasada kwa nini zimeshindwa na Mwenyezi Mungu? Amwachie Mungu, aombe sana, aswali sana mwanangu. Jicho wapo wengi. Ndio wapo wengi. Wewe na mtoto wako mmoja na wao unamtaka huyo. Yani wanamtaka huyo, lakini tunasema kwa mapenzi ya Mungu ashindwe na walegee, wamwache mtoto wa watu. Kama kampata babake Sepetu, waache mzee Sepetu, Mungu ampe umri mrefu, amkuzie mwanae, aje amsaidie inshallah. Tunamwombea dua mtoto wetu.